You need to stand against the giants in your life, because God, the will of God for you is to overcome that giant. Si mapenzi ya Mungu ushindwe. Mwambie mwenzako, si mapenzi ya Mungu ushindwe na majitu. Hiyo hali unayopitia, usijinyonge. Ukijinyonga utaenda jehanamu. Na unaposema kwamba atumekosa hii ndio unajinyonga, kuna mtu ako nazo na hata zinamsumbua. Imagine wewe unajinyonga juu atumekosa pesa. Makaratasi ambayo yameandikwa Republic of Kenya na imechorwa vitu kadhaa pale. Shinda hilo jitu. Atunajinyonga kwa sababu ya mume. Maisha yako ni ya muhimu kuliko ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako ni ya muhimu kuliko ndoa. Upendo wa Mungu ni wa muhimu kuliko upendo wa mume wako. Upendo wa Mungu katika maisha yako ni wa muhimu kuliko upendo wa mke wako. Upendo wa Mungu. Tusikubali Herode amuue Yesu aliye katika our hearts. Bwana Yesu asifiwe. You can overcome that giant in your life. You can overcome. The Bible says we are well able. The enemy will tell you are not able to overcome this, but the voice of God will tell you you are well able. The voice of the enemy will tell you are not able to overcome this challenge, to overcome this difficulty, to overcome this situation. But the scripture says we are well able. This should be comfort of your heart. Hii inafaa iwe ndio furaha ya moyo wako, ya kwamba ninapopitia hii, maandiko nasema kwamba ninaweza kushinda jambo hili, ninaweza kushinda jitu, ninaweza kushinda Goliathi. Mandugu wa Daudi walikuwa wanakimbia wanatoroka, lakini Daudi hakukimbia na hakutoroka. Alisimama kinyume cha jitu. Hata wewe unaweza simama kinyume cha Goliathi. You can stand against that giant. No matter how many people flee, no matter how people have run away, you can stand and declare the voice of God. You can stand and enjoy the work of the cross. You can stand and live a victorious life. It's a will of God for us to be winners. We are winners in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Don't allow giants to have a final say in your life. Usikubali jitu liwe na usemi wa mwisho. Iwe ni jitu la kukosa kazi, usikubali. Unafaa ujiambia kwamba hata ikikawia Bwana atafanya nini? Atatenda. Usikome kuomba. Inafaa ujipe moyo, useme kwamba wana baraka wale waombao. Bwana Yesu asifiwe. You can overcome that challenge. You can overcome that giant. You can overcome that situation. You can overcome. It's not by your power. It's not by your mighty. It is by the Spirit of the living God. Don't give up in the things of God. Don't give up in the faith. Don't give up in the life of God. Don't give up in that love of God. The agenda of the enemy is for you to give up. Mapenzi ya Herode ni amnyamazishe Yesu aliye moyoni mwako. Niamue Yesu aliye katika moyo wako, ya kwamba mambo imebadilika katika familia, then you feel like you don't have faith in God. I want to tell you there's God in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba you can overcome that giant. You can overcome it. It's for you to believe. Have a different spirit. Be like Caleb. Biblia inasema kwamba walikuwa na roho tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Joshua and Caleb, they had a different spirits. And this wonderful time, the church of Christ, kanisa la Mungu, we must have a different spirit. Hata kama uchumi unaendelea mbaya aje, shida ni kwamba watu wa mataifa wanaita president hustler. Kanisa pia linaoita president hustler. Hatuko tofauti na watu wa mataifa, but we can grow. Bwana Yesu asifiwe. Regardless ya uchumi, Biblia isemi ya kwamba God will supply to our needs according to our government. Does it say so? It doesn't say so. Biblia isemi ya kwamba God will supply to our needs according to the president who will be leading the nation. The Bible says the Lord will provide, will supply to our needs according to his riches. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wacha kuonea kasongo. Wewe unalala unaonea kasongo. Kila kitu ni kasongo. Kwani kasongo kwa kila mahali? Our God is our supplier. No matter who is in the government,
no matter who is the governor, no matter who is the president. We need to be different people. We need to have a different spirit. Let us be like Joshua and Caleb. They had a different spirit. Kanisa lazima liwe tofauti. Lazima tuwe tofauti na watu wengine. Lazima tuwe na mtazamo tofauti. Lazima tuone maisha tofauti. Si vile watu wengine wanavyoona, hivyo ndivyo tunavyoona. You can overcome that giant when you believe what the scripture says. You can overcome that giant when you allow God to speak to your hearts against that situation. No matter the giant. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, you can overcome that giant. Have a different spirit. Kama mama wengine ndio ikiwashinda ni kupanga vitu zao mabox wanaama, na wewe uko na roho ya mama wa kawaida tu. Kitu kidogo nataka kuweka vitu kwa mabagi, hatuna, unaenda kweli. Shida ni kwamba unaweka na baadaye unatoa wewe mwenyewe tu. Na mimi kama ni mume wako siwezi kukusaidia. Mwanzo naweza kaa hapo unachukua remote. Endelea kutoa tu vitu kwa mabox tu. Si wewe ndio ulipanga. Wapendwa, lazima. It's not an option. Kanisa lazima liwe tofauti na dunia. Lazima. That is what the Bible says. He hates divorce. The way the circle is operating, we must be operating a different way. Lazima tuwe na roho tofauti. Kweli changamoto zilikuwa, wana wa Anaki walikuwa, lakini Joshua na Caleb, they had a different spirit. Ni kweli changamoto za ndoa zipo, changamoto za kiuchumi zipo, changamoto za kama wazazi zipo, changamoto kama vijana zipo, lakini lazima tuwe na a different spirit for God to bless our life. We must have a different spirit for God to bless our families. We must have a different spirit for God to bless the church. Bwana Yesu asifiwe. We can overcome that giant. It's for us to do what the scripture says. Kile Daudi alifanya. Hebu imagine kama Daudi ange identify the problem na anyamaze. Asema kwamba msalaba ulimaliza kila kitu. Hakuna kitu kingefanyika, lakini alijua kwamba huyu ndiye adui wetu, wana wa Israeli. Lakini kuna kitu nitafanya. Sitakubali jitu hili liniongeleshe. Liwe na usemi wa mwisho, nitaliongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Ongelesha hali yako. Ongelesha changamoto za maisha. Ongelesha majitu katika maisha yako. Maana unaponyamaza, jitu hata nyamaza. So afadhali mu exchange words. Lazima mbadilishane usemi, mbadilishane kunena. Jitu anaposema hivi, nawe sema maandiko, sema kile scripture inaposema. Sema yale Bwana amekutendea pale msalabani. Nena faida za Kristo. Anapokuletea kujihukumu, unasema kwamba hakuna hukumu tena kwa wale walio katika Kristo. Anapokuletea mambo ya kitambo, unasema kwamba mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Anapokuchanganya, unasema nilipokuwa mtoto niliwaza kama mtoto, lakini leo hii mimi si kama mtoto. Sitawaza kama mtoto, nilinena kama mtoto. Leo hii sineni kama mtoto, nilinena nikiongozwa na hisia zangu. Sasa naongea maneno ya imani. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter the giant, you can overcome it. It's for you to stand your position. It's for you to stand still and declare what the scripture says. It's for you to declare the blessings of God. It's for you to change the way you think about your life. Don't think yourself in a negative way. Think according to the scripture. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alisema kwamba simba na mbwa walikuja, lakini niliwaweza kuangamiza. The victory that God gave you yesterday is a victory that you can use today. You can testify ya kwamba kuna wakati nilikuwa mgonjwa na Mungu akaniponya, na hata leo hii Mungu ataniponya. Daudi aliua simba na akaua mbweha, akaua wote, na alipomwona Goliathi alisema kwamba aliyenisaidia leo hii atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Our testimony, kwa mtu kujishuhudia kile Bwana amekutendea, kwa mtu kunena wema wa Mungu ule umeupata kupitia msalaba. It's not about perfection. That's what the Bible says, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Ukiwa umefanya mambo sawa, kuna baraka za Bwana, na ukiwa umekosea, kuna kitu inaitwa huruma. Bwana Yesu asifiwe. There is something called mercy of God, and the mercy of God does not look how good you are.
Doesn't look how bad you are. The mercies of God has more voice, is louder than your weakness. Wema wa Mungu ama huruma wa Mungu uko na usemi, uko na sauti kuliko makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usitoke kusikia kwamba moyo wako uko chini kwa sababu hujafanya 1, 2, 3. Huruma wa Mungu uko na sauti kubwa kuliko wema ama nguvu zako ambazo uko nazo. So my brother, my sister, be encouraged. You can overcome that giant. So who is your giant today? Is it a family? Katika familia? Because we are living in a world ambapo the enemy has attacked families. Mpaka mama aoni bwana kama ni mume wake, na bibi bwana haoni mke kama ni bibi yake, na bibi haoni bwana kama ni mume wake. Mambo imebadilika. It's a giant, but those who are in the families, no matter the giant, the family, the scripture imesema kwamba we are well able. Ona mwenzako like a daughter. Kuna mtu alikuwa anatestify akasema kwamba kuna watu wengi watashangaa wakienda mbinguni. Kama wewe ni brother, Mungu anakuuliza kwamba ulitreat aje my daughter in law. Unauliza gani? Kama ni Joyce na Baba Charles, Joyce anaambiwa si huyo tu. Sio ni Baba Charles ulikuwa unamtreat vibaya. Ama Baba Charles anaulizwa kwamba ulitreat aje my daughter in law.